Tunapenda kuzungumzia kama mtandao wa utetezi wa haki za binadamu namna ambavyo tunaweza kama taifa tukaleta nafuu katika matumizi ya tehama na mitandao katika kipindi hichi cha kupambana na gonjwa hili la corona. Tunafahamu kabisa kwamba toka tatizo hili limeikumba dunia na Tanzania kwa ujumla, tumeona kabisa kwamba madhara ya kubadilika kwa maisha ya kawaida yamekuwa ni makubwa sana. Pamoja na kwamba hapa Tanzania hatujafikia hatua ya kufanya total lockdown au kufanya kabisa shughuli zote zisimame, lakini baadhi ya makatazo ambayo yametangazwa, kwa mfano kutokuwa na mikusanyiko mikubwa, kuzuiwa kwa mikutano mikubwa, tumeona kufungwa kwa shule na baadhi ya mikusanyiko, biashara zingine kusimama, kwa namna moja au nyingine zimeweza kuleta madhara kadhaa katika jamii yetu. Sasa tukumbuke kabisa kwamba shughuli hizo au mikusanyiko hiyo ndio ilikuwa inafanya watu waendelee kufanya shughuli zao. Unapozuia kwa mfano mikutano ya nje na ndani, tayari shughuli za wananchi nyingi zinakuwa zimesimama. Unapozuia wanafunzi wasiende shule, maana yake shughuli nyingi za elimu zinakuwa zimesimama. Halikadhalika katika hali ya kawaida tumeona Watanzania wengi wameshajichukulia tahadhari wenyewe. Wengi sasa hivi wanafanyia kazi nyumbani. Sasa upande wetu wa asasi za kiraia na watetezi wa haki za binadamu, pamoja na kwamba kuna baadhi kazi nyingine zinaendelea katika maofisi, lakini asilimia kubwa wamechukua tahadhari wenyewe kama njia ya kufuata maagizo ambayo yametolewa na Wizara yetu ya Afya pamoja na idara au Umoja wa Mataifa katika kitengo cha masuala ya afya WHO. Yote kwa pamoja, sisi kama watetezi wa haki za binadamu na wadau wengine tumejaribu kuona kwamba namna gani tunaweza tukawa sehemu ya kuzuia maambukizi haya kwa kuchukua tahadhari nyingi, ikiwemo kuendesha mikutano yetu kwa njia ya mitandao, ikiwemo kufanya shughuli zozote zile kwa njia ya mitandao na kadhalika. Lakini pia kwa upande wa elimu tumeona pia baadhi ya shule zimeanza kutoa elimu, baadhi ya wanafunzi wanafundishwa kwa njia ya mitandao. Tumeona taasisi ya elimu wakiratibu baadhi ya mambo kupitia mitandao, TV na kadhalika. Sasa vyote hivi vinajikita katika matumizi makubwa ya mitandao, na ndio maana utaona sasa kwamba kwa nchi zingine ambazo zimeendelea, kwa mfano Marekani wametumia A&R, kwa mfano Virginia Media na zingine zote zimeweza kuweka utaratibu mzuri sana na kupunguza gharama za mitandao. Vodafone Uingereza na maeneo mengine yote, kwa baada ya kuona kwamba watu wengi sasa wamehamia kwenye matumizi ya tehama, mitandao na internet katika kufanya shughuli zao, wameona sasa ni vyema wakashusha zile gharama za kuendesha vitu hivi mitandaoni. Kwa mfano kitu kikubwa ambacho kinatumika ili kufanya shughuli za mitandao ni internet bundles hili. Ukifanikiwa kushusha gharama za bundle, unakuwa umesaidia Watanzania wengi au wananchi wote duniani kuweza kutumia mitandao katika kipindi hichi ambapo maisha yamebadilika kidogo. Yale maisha ya kukutana au ya kutembea kwenda madukani kununua vitu kidogo sasa hivi kumesimama. Hata biashara nyingi zinafanywa mitandaoni. Kwa hiyo tukaona kwamba ni vyema tushauri sisi kwa pamoja, kwa sababu tunafahamu asilimia kubwa ya sekta yetu ya haki na watetezi wa haki za binadamu kwa sasa wanatumia mitandao kwa asilimia kubwa kufanya kazi zao. Kwa hiyo tukaona kwamba ni vyema sasa kama wadau wakubwa katika vita hii ya corona tuweze kushauri taasisi husika ili ziweze kuona kwamba ni namna gani zinaweza kuleta nafuu au kuongeza malegezo katika matumizi ya tehama na internet katika kipindi hichi cha kupambana na corona hapa Tanzania. Hivyo basi sisi kama mtandao tunapenda chukua nafasi hii kuzungumza na kuomba watu wa huduma za internet, kampuni za mitandao ya simu, kampuni za huduma zinazotoa huduma za tehama, mamlaka mawasiliano TRA, pamoja na mamlaka za kodi hapa Tanzania na wizara husika zote kwa pamoja waone namna ya kufanya mambo yafuatayo ambayo tunapenda kupendekeza. Kwanza tunaomba kabisa kampuni za simu, watu wa huduma za internet pamoja na wauzaji wa bidhaa za tehama kupunguza gharama za huduma za bidhaa zao kwa kuwa wabunifu zaidi, kwa kutoa bundles zenye bei nafuu ili kuongeza watumiaji wao wengi. Unapotoa kwa mfano ukiuza bando
5,000 unaweza ukapata watu 10, lakini ukiuza bando kwa mfano GB 10 ukauza kwa shilingi 5,000 badala ya kuuza 10,000 unaweza kupata watu zaidi, badala ya kupata watu wengi, watumiaji wakawa wengi zaidi kuliko ukauza 10,000. Kwa hiyo tunasema wajaribu kuona namna wanaweza kutengeneza bando za kikorona kwa ajili ya kusaidia matumizi ya mtandao kwa kipindi hichi, ili wananchi wengi waweze kutumia mitandao na kufanya mawasiliano kipindi hichi cha kupambana na gonjwa hili wakiwa manyumbani, kwa sababu wengi wanafanyia shughuli zao manyumbani, na makatazo au maagizo ya kukaa nyumbani au kupunguza mikusanyiko imefanya watu wawasiliane zaidi kwa njia ya mtandao. Ushauri wetu wa pili ni kwamba tunaomba mamlaka ya mawasiliano TCRA. Tunafahamu kabisa TCRA imeweka gharama kubwa za kulipia, kwa mfano matumizi ya YouTube, blogs mbalimbali, watu kulipia na vitu kama hivyo. Tunadhani kipindi hichi kama inawezekana, kwa sababu sisi kama mtandao tumekuwa ni watu ambao hatukuona umuhimu wa kulipisha watu matumizi ya YouTube na mitandao mingine ya online, kwa sababu ni vitu ambavyo vinapatikana bure na waliotengeneza wanatoa bure. Sisi tumeomba kipindi hichi kama inawezekana, TCRA ukiwezekana waondoe hizo gharama ili Watanzania wengi waweze kuzitumia mitandao hiyo kwa ajili ya kuelimishana, lakini pia walimu waweze kutumia hizo mitandao kutoa mafunzo zaidi kwa wanafunzi wa vyuo na wanafunzi wa sekondari kwa ujumla wake. Kwa ufupi, katika hilo eneo tunadhani ni vyema sasa tukaona umuhimu wa kuachia matumizi ya mitandao hiyo bila kuwa na gharama zozote za kulipia, na wale ambao wanaendelea kutumiwa waache kukamatwa, waendelee kutumia, badala yake watumike kutoa elimu katika maeneo, kwa sababu wengi hawa wamesajiliwa katika maeneo na wanafanya kazi katika maeneo yao ya kijamii. Tunashauri pia kama inawezekana kwa kipindi hichi TCRA ishauri mitandao yote ya simu kupunguza gharama za huduma wanazotoa, kwa mfano wakati mwingine kutoa ofa za mitandao za bando, wifi, zile tunaita mitandao ya moja kwa moja, internet za moja kwa moja, ziweze kuwasaidia Watanzania kutumia kwa wingi TEHAMA pamoja na internet katika kufanya mawasiliano, shughuli nyingine zozote zile za msingi ambazo zimesimama kutokana na kufuata maagizo yaliyotolewa dhidi ya kupambana na maambukizi ya gonjwa hili la corona. Tunashauri pia wanafunzi kipindi hicho wanapokuwa majumbani watumie sana mitandao kwa mambo ya msingi, watumie mitandao na televisheni kwa ajili ya kujifunza, kwa sababu kutokana na hali ilivyo hatuwezi kujua ni lini shule zitarudi. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu. Tayari nchi zingine zimeshaanza, Uingereza walianza kuanza kutoa elimu kwa njia ya mitandao na nyingine zote. Nadhani na sisi kwa sababu tayari tuna mitandao, hatuna sababu ya kurudi nyuma. Pamoja na kwamba tunafahamu kabisa sio wote wako kwenye mitandao au sio wote wa Tanzania wana uwezo wa kuwa kwenye mitandao, lakini nadhani tutafute njia ambayo itakuwa ni shirikishi kwa wanafunzi wote Tanzania kushiriki vizuri katika masuala haya ya elimu kupitia njia ya mitandao. Na ndio maana tunaomba sasa watumiaji wa mitandao ya simu, watumiaji wa internet, watumiaji wa vifaa vya kidijitali na simu na kompyuta, na umma kwa ujumla kujikinga na wahalifu na matapeli wa mitandaoni ambao watatumika pia kipindi hichi kuuzia watu vitu ambavyo ni vya kitapeli au kutumia njia zozote zile za kitapeli kufanya matumizi ya mitandao isionekane ni natija zaidi. Tunashauri watumiaji wa internet pamoja na watu wa huduma kwa kipindi hichi kwa ujumla kuwa makini na kutumia njia nyingi ambazo zitaweza kurahisisha, kwa mfano matumizi ya fedha kwa njia ya simu kwa kupitia mabenki badala ya kwenda kwenye mikusanyiko, tukihamisha kila kitu kwenye mitandao kwa gharama nafuu, hata namna ya kuhamishiana fedha zitakuwa zina gharama nafuu zaidi. Tunashauri Wizara ya Fedha kupitia mamlaka ya TRA kupunguza kodi kadhaa kwa vyombo hivi ambavyo vinatoa huduma hii ya kwa mfano TEHAMA, internet, wanaouza makompyuta, TV, kwa sababu kipindi hichi ndio kipindi ambacho Watanzania wengi watahitaji kuwa na TV, watahitaji kuwa na simu za mkononi, hizi simu za smartphone, watahitaji kutumia bando kwa wingi zaidi, kama tu kwa lengo la kuwasaidia Watanzania waendelee kufanya kazi na wanafunzi waendelee kusoma. Nadhani wote wanaohusika katika eneo hili la
TEHAMA wangerahisishiwa kupunguziwa baadhi ya kodi ili waweze kupunguza vifaa. Kwa mfano watu wote wanaouza TV wakapunguziwa kodi, wanaouza simu wakapunguziwa kodi, wanaotoa hizi bando simu, wanaouza mitandao hii wakapunguziwa kodi. Itasaidia pia kuchangia Watanzania waweze kutumia mitandao kwa wingi kufanya biashara, shughuli zao, kwa mfano asasi za kiraia, kufanya mikutano, wanafunzi kusoma na vitu vingine vyote vya msingi ambavyo vinahitaji kutumia mitandao kwa kipindi hichi. Tuna washauri wafanyabiashara na watumie vizuri mitandao kufanya biashara kipindi hichi. Na wako ambao wameshaanza kufanya. Kwa mfano kuna watu ambao ukitaka kuitisha chakula, ukitaka kuitisha bidhaa fulani, wanakuletea moja kwa moja nyumbani kwa unawasiliana kwa njia ya mtandao, wanakuletea. Hii inapunguza watu kuzunguka, inapunguza mkusanyiko kwenye masoko na njia zingine. Lakini hii itawezekana kama tutaweka njia nzuri, njia ambayo itakuwa ni rahisi zaidi na gharama ya chini kwa watu kufanya hizo biashara kwa kupata faida kwa ukubwa zaidi. Lakini pia tunaomba jeshi la polisi kwa kipindi hichi wapunguze kidogo kukamata watu wanapotumia mitandao. Badala yake wawasaidie kutumia mitandao vizuri, kukamata wale wahalifu ambao wanatumia mitandao vibaya, pia kusaidia kuwalinda wananchi ambao wamekuwa wakitumia mitandao kwa njia ya kutoa elimu zidi ya kupambana na corona kwa ujumla wake. Tunatambua mchango wa mkongo wa taifa katika hoja hii tunayozungumza leo. Mkongo wa taifa ndio unaosambaza huduma za internet nchini na hata nchi za jirani. Kwa hiyo tunaomba mamlaka husika inayosimamia mkongo wa taifa kwanza ihakikishe mtandao unaendelea kuwa imara kipindi hichi, lakini kama kuna namna yoyote ya kuweza kusaidia kulegeza gharama zote zile, basi wasaidie ili Watanzania waende kwa kipindi hichi angalau cha miezi 3-4 wakati tunapambana na gonjwa hili waweze kutoa huduma ambayo inakuwa na unafuu zaidi kabisa kwa taifa letu. Kwa ujumla tunapenda pia kushauri wizara yetu ya elimu, sayansi na teknolojia kutambua kwamba kipindi hichi wanafunzi wako nyumbani, walimu wako nyumbani, lakini pia kuna wanafunzi wa walimu wangependa kuendelea kufundisha. Kama ingewezekana, nadhani ni muda mwafaka wa wizara kuja na mpango mkakati kipindi hichi kwa kushirikiana na taasisi zingine zinazodili na masuala ya elimu, ni namna gani wanaweza kuwezesha walimu wakaendelea kufundisha wakiwa manyumbani, lakini at the same time kuweka mazingira mazuri ya walimu na wanafunzi wote bila kujalisha wako katika hali gani, bila kujalisha shule za binafsi na shule za serikali, angalau waweze kuendelea kuwa na kupata elimu kwa namna moja au nyingine, ili kuhakikisha kwamba muda huu ambao hujulikani ni lini watarudi shuleni, wawe kuna kitu fulani wanakifanya badala ya kuacha wakawe idle. Madhara ya kuacha wanafunzi wakae bila kufanya shughuli tunakuja kuyaona ni makubwa sana baadaye. Tumeshaanza kuona matukio maeneo mengine, mimba zinapatikana na wengine utoro kutaweza kuwa mkubwa zaidi, wengine wasiwezi kurudi shule kabisa. Kwa hiyo tutafute njia ambayo tunaweza tukawa keep busy wanafunzi kwa kupitia njia ya mitandao zaidi. Kwa ufupi, na watetezi wengine wote asasi za kiraia tunashauri kipindi hichi mjikite zaidi katika kufanya shughuli zenu za mitandao kwa kupitia mitandao. Msikate tamaa mkadhani kwamba kwa sababu hatuna tena mikutano, hatuna njia za kukusanyika, basi tukadhani labda na kazi zake zitakuwa zimesimama. Hapana. Tunaweza kufanya kazi zetu zote kama kawaida kwa njia ya mitandao, mikutano yote kwa njia mbalimbali. Kwa mfano sasa hivi kuna njia nyingi sana kwa kutumia njia za mitandao. Mikutano mingi inafanyika mitandao kwa sasa, mtandaoni. Shughuli zote za ofisi zinafanyika mitandaoni. Kwa hiyo tunashauri tuendelee kutumia mitandao, na wahusika sasa wanaotoa huduma hizi za internet na TEHAMA kwa ujumla, tunadhani waone umuhimu wa kukaa chini na kuja na mkakati ambao utaweza kuwasaidia Watanzania kuendelea kutumia mitandao kwa lengo la kufanya waendelee kufanya kazi. Watu wasipofanya kazi zile ambazo wamekuwa wakizifanya siku zote, kuna madhara makubwa sana kiuchumi kwa taifa, lakini pia kwa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo taifa ione umuhimu wa kufanya hizo stimulus packages, kuwezesha maeneo ambayo mazingira yaliyopo kila mmoja aendelee kufanya kazi yake, pamoja na kwamba kuna hiyo maagizo hayo ya kukaa mbali, kukaa nyumbani, kutokusanyika na mambo mengine yote. Hii tumeiona katika nchi zingine zote kwamba imesaidia kwa kiasi fulani zile shughuli ambazo pengine zinaweza kufanyika kwa njia ya mitandao zikaendelea kufanyika, labda zile tu ambazo kwa
kwa namna moja au nyingine hauwezi kufanya kwa njia ya mtandao. Sasa hizo zitafutiwe njia zile, lakini kwa asilimia kubwa shughuli za biashara, shughuli za asasi za kiraia, shughuli za kufundisha na shughuli zingine zote za kijamii zinaweza zikaendelea kupitia njia ya mitandao. Kwa hiyo sasa ili hili lifanikiwe ni lazima tuje na mkakati wa kudumu kama taifa, wa muda mfupi wa kama taifa wa kuhakikisha kwamba Watanzania wote wanashiriki katika shughuli zao kama kawaida kwa kupitia njia hii ya kisasa ya teknolojia na mitandao.